Musangalire mwesi muri baramu. Mimi ni mkulima wa miwa na nilianza kulima miwa mwaka wa 2004. Nilikuwa nikipeleka miwa yangu Mumias na kampuni ilikuwa imefanya vizuri. Watoto wangu hawakuwa wanashita kuenda shule, nilikuwa nawalipia, watoto wangu wanasoma, lakini ilifika wakati kampuni ikaanguka. Hakika mimi kama mmoja wa wakulima na wakulima wengine tulihangaika sana. Maana huku kwetu kitu ambacho napata pesa ndani kama cash crop ni miwa. Mumia Sugar 2021 vile imejulikana kama 2021, tuliweza kusign agreement pamoja na the receiver manager hapo December 22nd, 2021. Na wakati tumeingia hapa kwa factory, ilikuwa factory imesimama kwa zaidi ya miaka 7. Hali ya factory ilikuwa mbaya sana kwa sababu juice ingine ilibaki kwa system wakati Mumia zilifunga, ambao ni acid sana, iliweza kuharibu pipes, ikaharibu pumps, na kwa hivyo kwa miezi karibu 8 ilikuwa hali ya kujaribu kusimamisha mashine ili ziweze kufanya kazi. Tuliendelea na mambo mawili: moja, kufufua mashini, kurekebisha mashini. Pia mashine nyingi zilikuwa zinahitaji kazi ya stima connectivity, na tukaanza kurekebisha mashini moja tukiweza kugurumisha ili tuweze kuona mtambo wetu ukiwa sawa. Kwa sababu ya factory ilikaa kwa muda bila management, wananchi waliweza kuingia katika nucleus ya Mumias, na kwa hivyo wakati tulikuja watu walikuwa wanalima kwa sababu ya maelewano mazuri, na wengine wao katika mashamba yao wale walikuwa na mbegu za miwa. Tuliweza kuenda pale na agriculture officers wale tuliandika wa kwanza. Kazi yao ya kwanza ilikuwa kusunguka area hii yote kutafuta mbegu ambazo ni nzuri. Kwa hivyo tukapata mbegu na tukaendelea upandaji wa miwa na nucleus ya Mumias yote, ambayo kwa ujumla ni hekta 3,428. Nimekuwa na mikutano na wakulima ili kuweza kuelezea mbegu sasa siko tayari. Kwa hivyo kuanzia mwezi wa 5 mwaka uliopita nilianza kupea wakulima mbegu ambao mashamba yao walikuwa wameshakata tamaa upandaji wa miti upandaji wa miwa, lakini vile tumeweza kuwapa mbegu, wameanza kurudi katika upandaji wa miwa. Our cane development nucleus we started in 2022. It has basically supplied the seed cane from farmers. Now the remnant is what we mainly harvesting as meal cane, as we continue supplying seed cane to needy outdoor farmers. Vile tumerudi eneo ya kupata miwa ambayo sasa itanipa tani 8,800 ikawa imepungua. Tukaanza hii program ya extension ya wakulima ili tuweze kuona kama tutaweza kusiaga miwa kiwango hiyo. Ili kuweza kuwa na recovery mzuri, machine ambayo ni ya diffuser ambayo ilikuwa inasiaga hiyo tani 8,500 kwa wakati mmoja, ilibidi kama Mumia Sugar 2021 mwaka uliopita kuweza kuleta mills mpya ambao tumeweza kuweka, na kwa hivyo saa hizi efficiency imekuwa mzuri kabisa, recovery imekuwa mzuri, na kwa hivyo hata miwa ikiwa chache hatuwezi kuweka chini kwa muda mrefu ili iwe mingi kama wakati wa diffuser, na kwa hivyo sasa quality ya sukari imekuwa mzuri na mills zinafanya kazi vizuri. September tuliweza kuanza mambo ya kusiaga sukari. Niliweza kuwa na wakulima ambao waliweza kunipa miwa, wakulima 15,834, 15,834, na hao wakulima
waliweza kunipa miwa ambao nilisiaga mwaka uliopita. Kiwango ni 576,000 ya tani ya miwa ambao niliweza kukata. Mnapotazama hata miwa ikiingia, mnaona vile miwa inaingia na mnaona machine inaendelea kusiaga. Tunafurahia vile hatua ambao tumepiga, na hasa baada ya rais kuweza kuja na kuweza kusaidia katika kuona wakulima ambao walileta miwa hawa 15,000 mwaka uliopita wameleta bonus. Hiyo imeweka kupea mutisha wakulima wengi sana. Kampuni ya miasi ilipofufuliwa, kulingana kufuatana na mheshimiwa rais wetu Ruto, kisha kwamba miasi imefufuliwa, tulisikia vizuri, nikapanda miwa, na kweli nilipanda miwa, walikuja wakanikatia miwa, nikapeleka miasi. Nikapata pesa, watoto ambao walikuwa wamekwama boma nikawapeleka, walipia school fees. Baadaye nikaanza kujenga nyumba, maana nyumba ilikuwa imeisha. Katika hiyo harakati pesa zikaisha. Baadaye nikasikia kwamba president ameamrisha kwamba wakulima wapate bonus. Nilipata bonus yangu shilingi 7,000 na nikamalizia nyumba. This year ndio nilishukuru serikali ikaja ikatuletea bonus. Tukapewa. Wakati huo nilikuwa nimekwama, sikuwa na mbolea, nilikuwa na shamba, nilikuwa natarajia kukodesha, na sikuwa na pesa ya kukodesha. Nilipopewa hiyo pesa bonus shilingi 49,800, nikachukua hiyo pesa nikalipa mahali eka moja pia. Sasa nimeshapanda miwa, inaendelea kufanya vizuri kwa shamba. Tangu Septemba 2022 ambapo tulianza mambo ya kuchukua miwa kutoka kwa wakulima, wakulima wanapata mapato yao kila baada ya siku 7. Ukikata miwa leo, hata sidhani kama inamaliza siku 7. Nikikata leo Monday, kufika Thursday next week nitakuwa niko na pesa kwa mkono. Wafanyikazi wengi ambao walienda miaka 7 bila kazi, sasa nashukuru na ninafurahia kusema kiwango fulani kimeshaingia katika kazi. Kwa hivyo kwa factory kwa wakati huu niko na zaidi ya watu 1,038 ambao wanafanya kazi hapa kwa factory, na madereva ya matinga, madereva ya maroli, na wale ambao wanafanya kazi hapo kwa factory. Zaidi ya hapo tuko na zaidi ya watu 800 ambao wako karibu between 800 na 1,000 ambao wanafanya kazi ya kukata miwa. Watoto katika eneo hii tumeweza kuanza mambo ya kupea attachments. The first bunch of over 100 kids waliweza kufanya attachment na wakaondoka. Technical support, tuko na field officers ambao tumeweza kuajiri zaidi ya field officers 80. Tunafanya kwa njia technical advice ambao ni bure kabisa. Wakati miwa yako iko karibu kukatwa, na system zetu tumeziweka vilivyo, kwa hivyo unapata ujumbe kwa simu yako, kwa sababu hapo ndio una prepare kukata au kujitayarisha kukata miwa yako. Unapata ujumbe na harvesting permit, unapata message kwa simu yako, na ukishapata message yako utakuja ukatiwe miwa yako, au wewe mwenyewe upange ukate miwa yako. Tinga ziko za kutosha kubeba hiyo miwa, na kwa hivyo hakutakuwa na wastage yeyote kwa shamba lako. Kwa kufikisha kwa weighing bridge, alafu wanakurutishia ujumbe kwa simu ya kwamba miwa yako uliyopeleka imekutolea tonnage fulani. Sasa hiyo utakuwa na uhakika ya kwamba miwa yako imefika kwa kampuni. Utangoja siku 7 na upewe malipo yako. Wakulima tunataka wapate pesa zao kulingana na vile wametuletea miwa. Hakuna brokers ambao tunakubali hapa watuletea miwa. Kwa hivyo yule mtu tumesajili na shamba lake, huyo ndio anatuletea miwa na huyo ndio tunalipa. Kiwanda kutofunga ni kuwa na
material ya kusiaga, na kwa hivyo tunahakikisha tumeweka mkakati yote kuhakikisha agriculture team yetu pamoja na Kenya Sugar Board pamoja na KESRET tunahakikisha tunapata hata mbegu ambazo zinaziitwa early maturing cane, ili ile miwa inakaa miezi 16, 18. Tukipata miwa ya miezi 12, 14 tupewe wakulima. Sasa itakuwa na cycle ya kila mwaka, na kwa hivyo itakuwa ni faida kwa mkulima kumwonyesha hata ngoja muda mrefu sana bila kupata mapato. Ya pili ni vile nimezungumza juu ya malipo ya mkulima. Tutakuwa tunalipa miwa kila Alhamisi. Nafurahia sana serikali yetu kufua hii kiwanda, na yule mwekezaji ambaye amekuja waendelee kutusaidia ili hata sisi Western watu ambao wanakusa miwa tuwe na kitu ya kujisaidia nayo. Mumia Sugar inafanya kazi. Leteni miwa na muweze kupata faida ya ukulima wenu.